Unaweza ukasema ni mazishi ya karne. Ni kauli za baadhi ya viongozi mbalimbali na vyombo vya habari vinavyozungumzia juu ya mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Kuanzia Tehran hadi Najaf, sasa tunakujuza kuhusu mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Khamenei, namna ambavyo yatafanyika. Sherehe za kuaga na mazishi ya Ali Khamenei zaidi ya miezi minne baada ya kuuawa kwake imepangwa kuanza mjini Tehran mnamo Jumamosi. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, vyombo vya usalama na taasisi mbalimbali za serikali zimeagizwa kuandaa sherehe hiyo, huku maafisa wa serikali wakitaja kuwa haya ni mazishi ya karne. Ndicho kinachozungumzwa katika vyombo vya habari vya Iran na baadhi ya mataifa duniani. Katika siku zilizopita kuelekea tukio hilo, maafisa walitangaza kuwa maandamano na misafara ya maelfu ya watu imesajiliwa na kwamba mpango wa malazi kwa zaidi ya watu milioni 1 umeandaliwa na pia njia maalum ya kupita imewekwa ili kudhibiti umati wa watu katika jiji la Tehran. Baadhi ya maafisa pia umekadiria kuwa kati ya watu milioni 12 hadi 20 wanatarajiwa kuhudhuria katika tukio hilo. Kikosi cha IRGC mjini Tehran ndicho kinachosimamia shughuli hiyo, huku serikali na taasisi nyingine za kiserikali pia zikishiriki katika maandalizi na utekelezaji wake. Waandaaji wanasema kuwa kiwango cha maandalizi na ukubwa wa sherehe hii haina kifani ikilinganishwa na matukio yaliyopita katika ulimwengu. Licha ya maelezo ya kina yaliyotolewa kuhusu jinsi sherehe hiyo itakavyofanyika, maswali kadhaa muhimu bado hayajapata majibu. Mojawapo ni maswali muhimu zaidi ni iwapo Mojtaba Khamenei, kiongozi wa 3 wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, atahudhuria mazishi ya baba yake ama la. Pia haijabainika ikiwa watoto wengine wa Al-Khamenei watahudhuria sherehe hiyo. Wanawe hajaonekana katika hafla yoyote ya hadhara tangu vita vya siku 12 vya mwaka uliopita, na hakuna taarifa za wazi zilizotolewa kuhusu hali yao wakati wa vita hivyo vya siku 40. Katika miezi ya hivi karibuni, ripoti zinazokinzana zimechapishwa kuhusu hali ya afya ya Mojtaba Khamenei na mchakato wake wa matibabu. Ali Akbar Pourjamshdian, katibu wa kamati ya maandalizi ya mazishi ya Al-Khamenei, alisema katika mkutano na waandishi wa habari mnamo Juni 29 kwamba suala la kuhudhuria kwa Mojtaba Khamenei katika mazishi hayo haliko ndani ya mamlaka na taarifa za kamati ya maandalizi ya mazishi. Kwa upande mwingine, bado hajabainika ni nani atakayeongoza sala ya mazishi ya marehemu Al-Khamenei. Katika desturi ya wanazuoni wa Kishia, hasa miongoni mwa viongozi wa kidini, uchunguzi wa mtu atakayeongoza sala ya mazishi unaweza kuwa na umuhimu wa kimaana na kisiasa. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa endapo Mojtaba Khamenei atajitokeza hadharani baada ya kutoweka machoni pa watu kwa miezi kadhaa na kuongoza sala ya mazishi, hatua hiyo inaweza kuambatana na tafsiri mbalimbali za kisiasa. Hata hivyo, kutokana na ukosefu wa taarifa rasmi kuhusu wosia wa Al-Khamenei, ni vigumu kutoa ufafanuzi kuhusiana na suala hili. Ahmad Alam Al-Hud alisema mwezi uliopita, hatuna taarifa kuhusu yaliyomo kwenye wosia wa Al-Khamenei na wosia huo uko mikononi mwa wanawe. Kutakuwa na wageni wengi kutoka nje. Mchanganyiko wa maafisa wa kisiasa, kidini na usalama watakaozuru Tehran kuhudhuria tukio hilo unaweza kuwa mojawapo ya mambo ya kuvutia zaidi katika tukio hilo. Baadhi ya waangalizi wanaamini kwamba kuwepo kwa baadhi ya nchi kutakuwa na umuhimu sawa uwepo wa wageni kutoka nje. Kulingana na katibu wa makao makuu ya kitaifa ya sherehe hiyo, maafisa na watu mashuhuri kutoka nchi kadhaa wamethibitisha kuwa watahudhuria. Waziri wa mambo ya ndani wa Iran Eskander Momen amesema kwamba marais, maspika wa bunge, mawaziri wakuu na mawaziri kutoka nchi tofauti watahudhuria katika sherehe za mazishi hayo. Maafisa wamedai kwamba waandishi wa habari karibia 800 wa kigeni wamepangwa kuangazia tukio hilo. Serikali ya Iran imetangaza kauli mbiu rasmi kuwa lazima tuinuke, na ishara ya ngumi iliyokunjwa kama nembo ya mazishi ya Al-Khamenei. Kwa mujibu wa mpango uliotangazwa na mamlaka husika, shughuli za kuagwa kwa mwili na mazishi ya Al-Khamenei zitafanyika katika hatua kadhaa kwa siku kadhaa mfululizo. Kwa mujibu wa tangazo la gavana wa Tehran na kamati ya maandalizi, shughuli hizo zitaanza asubuhi ya Jumamosi, Julai 4 kwa hafla ya kuaga mwili wa kiongozi huyo mkuu aliyeuawa katika ukumbi wa sala ya Imam Khomeini. Milango ya ukumbi huo itafunguliwa kwa umma saa 12 asubuhi na watu wanatarajiwa kufika hapo kwa ajili ya kutoa heshima zao za mwisho kwa muda wa siku 2 hadi jioni ya Jumapili ya Julai 5. Hassan Hassanzadeh, kamanda wa kikosi cha walinzi cha Mohammed Rasulullah katika eneo lote la Tehran, ambaye ndiye msimamizi mkuu wa shughuli hizo, amesema kuwa jeneza la Al-Khamenei litawekwa kwenye jukwaa la juu ili liweze kuonekana kutoka katika maeneo mbalimbali.
Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Tutakujuza yote yanayoendelea juu ya mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al Khamenei.